Wakati mwingine tunaangalia tunasema mimi nimechoshwa na mambo yake. Wewe lengo lako kweli ni mwenzako umemchoka? Ndiyo. Ama ni mambo yamekuchosha? Na ndoa za sahihi. Sana. Kumbe asili hujachoshwa na mambo yake. Umechoshwa na yeye mwenyewe. Yani wewe mwenyewe ndio unataka nini? Haumtaki. Badala ya kusema mara moja, sema simtaki. Usihangaishe mtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, siku ya leo pia ni furaha, tena ni furaha zaidi kuwa naye ustadha wetu, Ustadha Muzna, ambaye anazidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa. Na insha Allah katika awamu ya leo ama katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia stara ya mwanamke na mwanamume katika ndoa. Ila kabla ya hapo kuna zile mada ambazo tulikuwa tukizingatia kuhusiana na mazingatio kabla ya ndoa, insha Allah ama ndani ya ndoa, na Ustadha Muzna ataweza kuendeleza ili tuweze kuunganisha na mada yetu ya leo, na insha Allah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutuandalia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana ustadha. Inshallah. Alhamdulillah, ni furaha tena kukuona. Alhamdulillah, tashukuru sana. Alhamdulillah. Kwa ukaribisho wenu na kuwa pamoja nanyi inshallah. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tukiendelea na bahati zetu au tukiendelea na mazungumzo yetu ambayo tulikuwa tunazungumzia kuhusu mambo ya misingi ya ndoa au na pia ndani yake hapo katika misingi ya ndoa kuna sitara. Ndiyo. Mambo ya ndani yake yana sitara ya mambo ya ndoa. Manake tulizungumzia tokea pale mwanzo tukasema ndoa ni ushirikiano wa kanuni. Ndiyo. Na ushirikiano wa kanuni inakuwa inaambatisha watu yani wote wawili. Ndiyo. Haiji kwa mmoja. Ila inakuwa ni kwa pande zote mbili. Na tukisema pande zote mbili, kama ni kizuri kinapatikana kwa upande wote, na kama ni yale ambayo yanakumba changamoto, matatizo, lazima tukabiliane nayo sote, pande zote mbili. Kama vile tunaona tulielezea pale mwanzo, maisha ambayo yanalengwa hapa ni maisha ambayo yanalete yanalete natija, ambayo inatija, natija yake inatuletea hadi nasli ama vizazi ambavyo ni vyenye mafanikio, vizazi ambavyo vinalengwa katika maisha ya hapo baadaye. Au future ya maendeleo ya kizazi chetu. Ndiyo. Sasa hapa tukiangalia na yanapatikana kwa njia gani? Yanapatikana kwa njia ya misingi ambayo tunatakiwa sisi wenyewe pia tuyazingatie. Na kuyazingatia tu sio kusema. Ndiyo. Kwa matendo. Ndiyo. Naam, kwa matendo. Na ukiwa unaangalia kiuhakika ule ushirikiano ya wanandoa wakishakubaliana, ule ushirikiano na zile kanuni zao. Na ndio sababu hapa tunalenga neno ambalo linaitwa matendo. Matendo lazima yawepo. So kusema kuwa mimi nampenda mke wangu au mume akasema mimi nampenda mke wake, ili hali hakuna zile dhihirisho au hakuna yale yanayodhibitisha kweli. Hao watu ukiwaona kweli utajua ni kama njiwa wawili wapenda nao. Ndiyo. Unaona? Hasa pale ukiangalia tunaona mambo ambayo yanatakiwa pia yazingatiwe. Ni nani ambao wanalengwa katika wanandoa. Tunaona tunapochagua tunaangalia pale mwanzo tulitaja tukaelezea lazima wawe wenye kuhurumiana. Upendo ndani yake lazima uwe una huruma. Ndiyo. Hamna upendo unawezekana bila huruma ndani yake. Na kuna mambo ambayo pia tunatakiwa tuyazingatie, tukasema kuchukua masulia. Yani majukumu. Umekubali majukumu.
majukumu yapi ambao umeyakubali. Kuna majukumu tofauti tofauti. Kuna majukumu ambayo we mwenyewe unaangalia, haya ni majukumu yangu. Pamoja na kuwa au ukaangalia ni majukumu ya mwenzangu. Lakini kuna mambo dharura ambayo imempata. Mimi nitamsubiria hadi atakapokuja kweli? Unaangalia mambo mengine, wewe unakuwa yani ndio hiyo atifia, unakuwa na atif. Yani inhitaf ipo ndani ya ndoa yenu, yani ile huruma ipo. Sasa pale ikiwa wewe mwenyewe utakaa ukisubiria mwenzako mpaka hadi aje, maadamu masuhulia tumewekeana kanuni hizi lazima zifuatwe. Kuna kanuni kweli lazima zifuatwe. Tumeshaelewana vitu fulani, kwa mfano nimechukua masuhulia ya kulea, ya kuangalia familia yangu. Ndio. Hapo tuchukulie sasa hapa ni wanandoa. Wanandoa wenyewe wameelewana, kwa mfano mimi nitakuwa nikitoa kiwango hiki na utakuwa ukitoa kiwango hiki, ili tuweze kuendeleza nini ili gurudumu la kimaisha. Ndio. Aya, hapo wewe mwenyewe ukiangalia pengine mwenzako hajatekeleza wadhifa wake, na ukiangalia upande wako pia pengine hali ndio hiyo, wewe mwenyewe umejitolea hadi imefika marhala unaona hali si nzuri. Hapo sasa ndio pale unaweza kuwa ukakaa mkazungumzia, so ile kupurukiana au kugombana au kutumia ule ukali au njia za ugomvi. Mwenzako tu ameingia mlangoni tu, unakuwa yani unamuona kana kwamba ni jitu la binadamu limeingia ndani ya nyumba. Unamwangalia kuanzia juu kwenye kiatu hadi kwenye kichwa. Yani kwa njia ambayo sio ya heshima. Yani hata ile ubinadamu pale tuangalie sasa watu ambao nyie wanandoa. Mnatakiwa kweli yani we mwenyewe umiliki, kama pale mwanzo tulizungumzia, kumiliki zile kadhabu zetu, zile hasira zetu. Kuna mambo ambayo hajayatekeleza, kwa hivyo inakuelekeza wewe uje kwa njia ambayo inafaa ama kwa njia ambayo itofaa. Ukija kwa njia ambayo itafaa, je, utapata natija nzuri ama utapata natija mbaya? Ndio utapata natija nzuri. Hata mwenyewe atakuwa yuko radhi kuongea. Lakini kuna mahali unatumia njia ambazo kwa kweli yani ukiangalia mambo mengine sisi wenyewe ndio tunajitakia. Ukiangalia mambo mengine sisi ndio yani ndio asili ya kuharibu ndoa zetu. Ndio maana wanasema eza kuwa unasema kwamba unamsingizia kila kitu shetani ndio anafanya. Asante. Kumbe wewe ndio yani mwisho wa siku kumbe sisi wenyewe baina yetu sisi wawili sote ni shetani. Shetani yani mashayatini wawili wamekutana. Na sote yani unakuta yani unatoa kisababu ile simu yangu ndio hii simu ndio imesababisha nikaharibu mlo wangu leo ambao ndio ilikuwa riski Mwenyezi Mungu ameniruzuku. Haya imenisababisha nikapatwa na ghadhabu, nikaongea vibaya kwa mume wangu. Au mume akaongea vibaya maneno ambayo kwa kweli yanakuwa ni kana kwamba yani yanatia doa kwenye ndoa. Na hii utokana na kwamba sisi tuna hasira ndio, lakini kudhibiti zile hasira tunashindwa. Inafikia watu tunatukanana. Utajua kwamba lile kovu utakaloliacha kwa mwenzako liko na athari kubwa sana. Lina athari kubwa sana. Japokuwa ndio sitaki kugusia pale, lakini kutokana na yale uliogusia iliokuwa na kovu kwenye moyo, ndio unakuta ili kovu linazidi kukua. Ndio inafika marhala mpaka tunatamkiana maneno ambayo hayafai, ambayo tunasikia tumeshajua kuwa ni kitu ambacho ni halali, lakini halali ambayo Mwenyezi Mungu haipendi. Nadhani pia ni kitu ambacho watu wanakikuza kuanzia kitambo. Kwa sababu ukifikia mpaka mahali ufikia swala la kwamba mtu anasema anamtukana mwenzie na kila kitu, huwa kuna chimbuko limetoka mahali. Ni kwamba mlikata kusuluhisha lile jambo likiwa bado ni changa, mkangojea mpaka limekuwa kubwa. Ndio hiyo ziba ufa kabla ya ujajenga ukuta. Lakini ukisubiria ujenge ukuta, unakuta hata njia ya yani kuziba yule ukuta tena hamna. Wakati ilikuwa una nafasi, fursa ilikuwa nzuri. Na nyote mlikuwa na fursa ya kuweza kuamiliana vizuri. Yani muamala wenu ulikuwa ni mzuri. Umekuja umeharibiwa na vitu ambazo mngeweza kuzisuluhisha kabla zijakuwa hadi kupata vitukuu. Mmeviacha vimekuwa mpaka vimepata vitukuu. Hivi sasa
Sasa hata nyinyi wenyewe mnashindwa, ni watoto tuwadhibiti au ni vitukuu? Shetani alianzisha kitu kidogo tu. Sasa alikuanzishia tu akasema mimi nawaanzishia hichi kitu fulani. Sasa nyinyi tuone mtenda nayo vipi. Sasa nyinyi mnafuata mwenendo wake. Kwa kutojua kwamba nadhani pia kule kuweza kufuata maamrisho ama maandishi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anaelezea kuhusiana vile tutadumu katika ndoa zetu ama vile tutaheshimiana katika ndoa, inakuwa ni kitu kizuri, kwa sababu hasira ni kitu ambacho kinavunja nyumba haraka. Tena mara moja. Mara moja ni kama kuni ambazo zinawaka ghafla. Kuna kuni zinawaka taratibu na kuna kuni zinawaka mara moja, kana kwamba zimemiminiwa nini, mafuta. Na ukimiminia mafuta unaona unawaka mara moja. Unachoma nyumba mara moja. Kwa hivyo zile ghadhabu za ghafla bila kuzidhibiti na kukaa mwenyewe ujifikirie mara mbili. Mtu anatakiwa kidogo unakaa, unafikiria. Una revise mambo. Unaangalia katika hiyo kuangalia na kufikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manake hamna tunaona hata Mwenyezi Mungu anatuambia inna khalaqnakum ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna khalaqnakum sabilan imma shakiran wa imma kafura. Njia ziko. Shetani yeye tu ni ile kuwaswas. Ndio. Shetani hana nguvu yote. Tusimsingizie shetani. Wewe una nguvu ya kumiliki, hadi kumiliki huyo shetani, hadi kiasi ambacho unanong'onezana na yeye. Unamwambia mimi shetani leo nimekushinda. Ndio. Yale ambayo au njama zile ambazo ulikuwa umenipangia leo nimeziweka chini. Kweli. Maana ufikia mahala itafikia mahali hata shetani mwenyewe wewe unachokifanya anashangaa. Mimi sijachochea huyu mtu kufanya hivi. Sijamchochea. Saa zingine nafsi yako inaweza kupa ule shetani. Ima wewe uiongoze nafsi yako ama nafsi yako itakuongoza. Na ima pia ikupotoshe. Na ima wewe mwenyewe uisaidie kukupotosha nafsi ya kutokana na yale mazungumzo mnayozungumza nayo, kutokana na yale manongonezo ambayo mnanongonezana nayo, na unayakuza kivipi? Unayakuza kivipi? Yale mabaya ya mwenzako unakuja unayakuza kiasi ambacho yani inakuwa kana kwamba ndio yani imekuwa yani ni sijui tutoe mfano gani, yani ni mlima juu ya mlima. Unasahau huyu mwenzako kuna kheri zake ndani yake. Na hapo shetani ukishampa nafasi ile ya kuangalia tu mabaya yake, shetani anakukuzia, anazidi kukuwaswasi. Na ndio tunaona suratul Nas, kul a'udhu birabbin nas, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahi nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Hao binadamu wanabadilika, wanakuwa ndio wanakuja kukuwaswasi. Ndio. Aya, minal jinnati wan nas, hao majini ndio wanakuja ndio tuingie kwenye hizo bahati. Lakini mambo yapo, mtu anakuwa na wasiwasi. Unajua ule wasiwasi ndio unaleta mtu kufungua mafaili ambazo zilikuwa hazipo. Anakuwaswasi na wewe unaipa nafasi. Na wanandoa wengi ndio wamekataa kulielewa hili, kwa sababu uje ikatokea watu wameoana kwa wema, wameishi pamoja kwa wema, na mimi kila mtu ana madhaifu yake, kila mtu ana mitihani yake, kila mtu anakafilika kabisa. Lakini inapotokea wamekuja kuachana, yani wanaangalia yale mabaya ya mtu ambao aliyafanya ni yapi. Hakumbuki kama huyu mwenza nimekaa naye, nimekuwa naye, alikuwa na mazuri yake. Na ndio maana tukaambiwa mkiachana achaneni kwa wema. Lakini watu wanaachana kwa ubaya. Tena ubaya ambao unaathiri mpaka wale watoto. Kiukweli yani hatufai kulipana kwa hii njia. Pamoja na kuwa ndio kuna makosa ambayo yametokea. Na hapo tumesema pale mwanzo, sisi wenyewe kama tungeweza kuyasuluhisha na kuyarekebisha, yasingefikia ya ile marhala. Ama isingefikia zile daraja. Mpaka yani kufikia marhala, waona ndo kama pale tulivyosema, tuzibeni ufa kabla haijajengwa ukuta. Manake unapofika marhala kusema mimi leo hii nimefika ukingoni.
mambo yamenizidi, mazito yamenizidi. Haya mazito, je, uliyasema? Hukuyasema. Mlijaribu kuyasuluhisha? Hamkuyasuluhisha. Na je, baada ya kusuluhisha kulikuwa na natija, kulikuwa hamna natija? Na kama kulikuwa na natija, wewe lengo lako kweli ni mwenzako umemchoka? Ndiyo. Ama ni mambo yamekuchosha? Na ndoa za sahihi. Asante. Wakati mwingine tunaangalia tunasema mimi nimechoshwa na mambo yake. Kumbe asili hujachoshwa na mambo yake. Umechoshwa na yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe yani wewe mwenyewe ndio unataka nini? Haumtaki. Badala ya kusema mara moja sema simtaki. Usihangaishe mtu. Msitesane. Kweli. Msitesane. Wakati we mwenyewe utafute visababu chungu nzima za kusema jana alilete chakula pale, amelete mboga, amelete. Aya, kesho yake unatoa kisababu fulani, kesho kuta tena kisababu kingine. Yani mambo mengine tunatoa yani kwa sababu yani kuna mambo yameingia moyoni, umeyajaza, umeyapanga kama vile makabati ya nguo. Subhanallah. Wakati hayo so maisha. Hatujakuja hapa kupanga mambo ya makosa ya mwenzetu kana kwamba tunapanga makabati ya manguo. Maana hakuna mkamilifu. Hakuna mkamilifu. Na ukikumbuka wema wa mwenzako siku zote utakuwa ukitoa tabasamu. Na hii tabasamu itakuwa ikitoka hadi moyoni. Yani ukimwangalia mwenzako unatabasamu naye bila hata yeye mwenyewe kuona tabasamu yako. Yani unatabasamu ndani ya moyoni mwako ukikumbuka ule wema wake, ihsani yake. Lakini ikiwa utakaa ukikumbuka yale makosa tu, utayapanga hadi makabati yatajaa. Na ndo haya yanakuja yanatuelekeza kwenye nini? Kwenye mwisho wa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu anatuambia Subhanahu wa Ta'ala, ni kitu ambacho nimekihalalisha lakini sikipendi, na ndio marhala za talaka. Hakika. Kwa sababu ulipanga nini? Makabati. Na makabati haya tuyaache. Tutoe vitu ambavyo havifai. Tuweke vitu ambavyo vinafaa. Ndiyo. Shukran sana. Hakika umeelezea vyema Ustadha Muzna, mwenyewe nafurahi kwa na uwepo wako. Napata masomo mengi, napata kufahamu mambo mengi ambayo sisi wengine ambao naamini kwa rehema za Mwenyezi Mungu riziki kitokea tutakuwa tumepata mama kipenzi ambaye ameweza kutuelezea ama pia kumuelezea mwanamke ama mwanamume yote ambaye anataka kuingia katika ndoa. Nadhani pia tukiwa na cameraman wetu nyuma za kuwa labda bado ni bachelor na Mwenyezi Mungu inshallah naye pia faidike, manake ni za pande zote mbili. Haya ni mambo ya pande zote mbili. Shukran sana. Acha tuchukue pumziko, tukirudi tuendelee zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa nayo Ustadha Muzna ndani ya studio zetu za Mahdi TV, alhamdulillah tunazidi kufurahika na yeye, na naamini pia wewe unazidi kufurahika naye na unapata masomo mengi, haswa wewe ambaye unataka kuingia katika ndoa ama nyinyi wanandoa mlioko katika ndoa. Wanakuambia kwamba talaka ndio imeruhusika, lakini talaka haimfurahishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani furaha ya Allah ni kwamba kuwaona viumbe wake wawili ambao wameshikana na kuweza kutimiza nusu ya dini. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa, tukiwa nayo Ustadha Muzna ambaye yupo na sisi ndani ya studio zetu za Mahdi TV, akizidi kudadavulia mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, haswa tukiangazia mazingatio na pia stara ya mwanamke na mwanamume katika ndoa. Na insha Allah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, karibu tena. Naam, tunashukuru sana. Shukran sana kwa mwaliko wenu. Naam. Na tuko hapa kufaidishana kwa sote insha Allah. Mwenyezi Mungu atutakabalie kwa sote insha Allah. Amin. Na tukidhie hawaiji zetu wote ambao sote ni wahitaji wake Mwenyezi Mungu. Tunamhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo mengi ambayo hata haina mipaka. Leo hii hapa tukiambiwa tuweke listi ya vitu vingapi tunavitaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani tutaviandika hadi kesho kutwa. Kabisa. Yani hadi mwezi, hadi mwaka. Naam. Lakini kwa yote
tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie yale ambayo ameyaridhia na ako radhi nayo, na sisi tujitahidi katika kutekeleza yale ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiendelea katika mazungumzo yetu, hapo tumeona sisi sote pamoja tunatakiwa tuwe ni watulizanaji wa kila mmoja wetu. Yani kiasi ambacho akija kuulizwa mwenzake, yani mmoja akiulizwa kwa mwenzake, vipi unamuonaje mwenzako? Yani hata wazi mbele yake hatokuwa na ugumu wote wa kusema. Atasema kwa kweli nimeridhika. Naona nimeridhika na mwenzangu. Na akienda pale nje mbali naye pia, akiwa mbali naye pia atakuwa na uwezo na ile jur'a ya kusema mimi kwa kweli nimeridhika na mwenzangu. Yani mbele yake na nje yake. So ile unakuta kuna wakati mwingine vitu vingine tunavinyamazia. Tunaenda kujiliwaza na wenzetu. Tunaenda kujiliwaza na wenzetu kama tulivyosema, mtu ambaye wa kwanza ambao unatakiwa ujiliwaze naye ni mwenzako, mume wako. Na mume wako akaya kijua yeye ndiye ambaye anatakiwa awe ni kiliwazaji chake. Yeye ni kiliwazaji cha mke wake. Asichukue nafasi kubwa katika mambo mengi akakosa kutafuta kinafasi cha kuangalia mazingira ya kimaisha. Yani pale muwe na nafasi, walau kama ni muda kidogo, muwe na nafasi ya kuangalia maisha vipi tunaendeleza. Ni yapi ambayo tunakosea, ni wapi ambapo tunatakiwa turekebishe, ni wapi ambapo kunaendelea kuporomoka, mambo kama hayo. Sasa mimi nikilete, kuna mazungumzo hapa baina ya Amirul Mu'minin alayhi salam na Bibi Fatima Zahra salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Na tunaona tokea pale mwanzo hawa watukufu wawili ni kielelezo chetu kizuri sana cha wanandoa. Tukiangalia Bibi Fatima salamullahi alayha na Imam Ali alayhi salam pia, tunaona vile maisha walivyokuwa nayo. Na kama tulivyosema, yani mwenzako anapokuwa mko naye, ujihisi kweli wewe uko kana kwamba uko peponi. Pepo ya dunia ipo. Ni sisi wenyewe tunasubiria pepo ya akhera ambao kwa kweli tujai kuiona, lakini sifa zake tumezisikia. Kwa hivyo hizo sifa tunaweza tukabadilisha, tukaifanya hii dunia yetu katika nyumba ndani ya nyumba yetu, tukatengeneza mabustani katika mabustani ya peponi. Na maisha yakawa mazuri, yenye furaha, yenye yani tunajua malengo yetu ni nini, na tunasaidiana katika kuchambua zile bustani, tukatoa yale makoko, yale mamimea ambayo hayafai kuwa katika yale mabustani. Na ndio hayo maisha yanazidi kuwa yananawiri, yanazidi kuwa na nuru, inakuwa ni nuru ala nuru. Nuru juu ya nuru yake. Hasa hapa tuangalie Amirul Mu'minin alayhi salam anatuambia nini? Anamsifia mke wake. Alivyoulizwa kuhusu Bibi Fatima, anasema Imam Ali alayhi salam anasema, fa wallahi ma akhdhabatuha wala akrahatuha ala amri hatta qabadha Allahu azza wa jalla Bibi Fatima. Yani yeye anajielezea mwenyewe, anamuelezea, sikuwahi kumuudhi mimi. Yeye anajielezea, sikuwahi kumuudhi wala hakuwahi kuniudhi hadi Mwenyezi Mungu akachukua roho yake. Marhala ya hali kama maisha kama yale kufikia, yani mtu anakiri kwa ulimi wake, mke wangu huyu hajawahi kunikosea, hajawahi kunikasi, hajawahi kunionyesha jambo ambalo likanikera moyo wangu. Yani moyo wangu nikajihisi niko
sina raha. Na ndio maana katika vitu ambavyo vilimkosesha nguvu Imam Ali, japo kwa alikuwa mtu mwenye nguvu na kila kitu, lakini kifo cha Bibi Fatima Zahra kiliacha pengo kubwa sana. Naam. Manake alikuwa msaidizi mkubwa wake. Manake tunaambiwa ukiona mwanamume ambaye amefanikiwa, chunguza nyuma yake. Ndiyo. Wanasema kuna mwanamke ambaye anafanya nini? Anafanya kazi vizuri. Anafanya kazi vizuri. Manake mwanamke ana dauru kubwa sana. Ana nafasi kubwa sana katika nini? Katika maisha ya ndoa. Na sio maisha tu ya ndoa, katika jamii. Katika jamii mwanamke ana nafasi kubwa sana. Yaani mwanamke akiregea, akija akidhoofika katika kuendeleza gurudumu la maisha, mambo mengi sana yatadhoofika. Lakini mwanamke akiweza akiwa imara, akijijenga kimwenyezi Mungu, amweke Mwenyezi Mungu mbele na atawakal kwake Mwenyezi Mungu, kuweza kuendeleza gurudumu la maisha yake, na Mwenyezi Mungu anamsaidia katika ile nia yake. Na ndio tunaona sasa hapa kama ulivyoelezea, mwanamke ana nafasi kubwa. Akidhoofika, mume wake pia anamdhoofisha. Anadhoofisha maisha pia ya nyumba. Anadhoofisha mpaka jamii, anadhoofisha familia, anadhoofisha watoto. Sasa pale ndio tunatakana tukubaliane na hali, tukiri yale makosa yetu. Kama vile tunaona Amirul Mu'minin yeye amekiri kuwa Bibi Fatima hakuwahi kumuudhi. Vipi Bibi Fatima aliweza kupambana kiasi ambacho asiweze kumuudhi mume wake Amirul Mu'minin alayhi salam? Kabisa, kwa kufuata maandishi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kujua jukumu lake kama mwanamke ilikuwa nini. Na la msingi alikuwa ni mwanamke mwenye elimu. Kabisa. Elimu ni nuru. Elimu ni mwanga. Elimu inakuelekeza na inakutoa sehemu ambayo unataka kutokomea. Na hilo linafikia kwamba wanawake wengi katika karne ya sasa wamekataa kusoma dini. Sasa wengi wanaolewa, lakini katika dini mwanamke hajui haki yake kwa yule mume ni ipi, na yule mume kwake ni ipi. Maana kuifahamu ile misingi ya dini na kuifahamu ilmu ya dini ama ya nini inakuwa ni kitu kizuri sana. Kwa sababu ni mitihani ustadha, wakati tuna scroll zile TikTok na tukiona pale kwa comments, wengi mtu anakuambia kwamba haogi janaba, mpaka unamshangaa. Unasema haogi janaba, mpaka unamshangaa, unasema iweje wewe ni mwanamke wa Kiislamu? Ndio maana wanasema kusoma ni kitu kizuri sana. Na ndo kama vile ulivyosema pale, hizi social media tunatakiwa tuwe makini nazo sana. Ni mfano wa kisu ambacho kina makali. Kisu ambacho kina makali ukikitumia kwa uzuri utafaidika nacho, kitakufaidi. Unakata mboga zako, unakata nyama yako, unaikatakata nayo vizuri. Na tizama kisu ambacho hakina makali. Mwanamke pia anakuwa anapata usumbufu katika mapishi pale. Sijui kama umewahi kugundua jambo lile. Kuna baadhi ya mtu anakuambia mimi niko tayari kama nina mboga ndani ya nyumba, yani na nyama. Baadhi ya watu wanaita mboga ndio hiyo nyama. Na sisi tukisema mboga tukijua mboga za majani. Naam. Hasa kukatakata zile mboga zetu, tuseme kwa mfano mboga za majani, kisu chenyewe hakikati. Wewe pale unatumia ile force zako. Na unataka hiyo chakula itoke vizuri ili hata familia yako au mume wako afurahie. Akiangalia mboga zimekatakatwa vizuri, sio unakatakata mboga pengine unakata kimboga kinatoka kana kwamba kimetoka shambani, hivyo ndo kimekuja kikawekwa pale kwenye sufuria kikapikwa. Ndio unaona kila mmoja siku hizi anatoa utaalamu wake, anaonyesha ujuzi wake kwa kukatakata zile mboga. Mwingine anakuambia na unajua kukata mboga. Mwingine anakuambia na ukikata saladi yako unakata vizuri. Yani kuna vitu ambazo tunasema mwanamke lazima tuwe nazo pia. Matajruba, kujaribu. Hakuna mtu amezaliwa najua kila kitu. Tumezaliwa tujifunze. Na kitu kizuri mitandao sasa imerahisisha. Na mitandao imerahisisha. Mfano ni kama kisu hicho. Hiyo mitandao pia upande mwingine inaweza ikazorotesha ndoa ya mtu na ikakujengea pia. Manake hii mitandao kama tunavyoiona wakati mwingine inakupa picha ambayo wewe unakuja unatasawur. Unakuja unapata ile imagination.
Unaanza kusema laiti nyumba yangu, mimi naona nyumba yangu ingekuwa na hizi kona kama hizi, au ingekuwa imepangika kama hii nyumba ambayo iko kwapi, iko kwenye hii mitandao. Leo hii unakuja unakuta hujapika, lakini kwa sababu uliona nyumba fulani kwenye social media, unataka leo kiti kikae kama kile ulichokiona pale kwa ile social media. Unaanza kubadilisha kiti chenyewe ni kiti ambacho kinatakiwa kibebo kililetwa na watu 5. Lakini wewe mtu mmoja ndio unataka kukibadilisha, kukizungusha mpaka kiwe kifike sehemu ya ile social media au kwenye ya mfano ule mtandao. Haya, bahati mbaya mguu umevunjika. Mguu wa kiti pia umeuvunja, ukitafuta mtindo. Sikatai ni vizuri, lakini kila kitu kina wakati wake, na kila kitu unakipimia, unaangalia, je, ni wakati wake? Je, ndio nina uwezo? Je, kweli mimi hii nyumba yangu inakutana na huo mtindo ambao mimi nautaka kuweka hicho kiti? Angalia na nyumba kwanza yenyewe. Nyumba yenyewe pengine ni ya duara, na wewe unataka kununua viti ambavyo vinaelekea viko rectangle. Aya, utakuta nafasi pengine utaichukua. Angalia kulingana na nyumba yako vitu ambavyo unavinunua. Aya, na isitoshe zaidi ya hayo, angalia uwezo wako. Kweli. Angalia uwezo wako. Uwezo wako ambao Mwenyezi Mungu amekupa umefikia kiwango gani? Aya, so tuingie kwa social media, tunatoka na imagination chungu nzima. Tunakuwa tuna ndoto chungu nzima. Ukimwona mwanamke fulani, haya leo hii unataka mke wako wewe kama yule mwanamke ulimuona pale. Ukimwona na wewe unaingia pale social media, unaangalia yule mume anaongea vipi na mke wake. Wewe unakuja unaangalia, unafanya force sasa mume wako awe akiongea na wewe kama yule. Maana kuna watu walikuambia kwamba ile ni social media kiujumla. Lakini wewe hujui kinachotokea nyuma ya hiyo. Hujui na yeye yule amerusha ile ni. Hujui wanakosana vipi, wanasuluhisha. Na jana hujui alilala vipi ndio uje pale akija kutupa kile kipindi. Akija kuweka kile kipindi, hujui jana aliyopitia. Mambo mengi yamefichika. Kwa hivyo usiangalie kila kitu ukahukumu kwa social media. Huyo mpishi anaweza kuwa ameifanyia mazoezi yale mapishi kwa muda hadi kuja kuyakamilisha. Lakini pale yamekamilika, umeona yale mapishi, lakini amefanyia mazoezi kiasi gani? Amepitia kuharibu kiasi gani? Anaharibu hadi kufikia kutengeneza. Kwa hivyo tuangalie mambo mengine. Hiyo social media ama mitandao ya leo hii inatengeneza na inabomoa ama na inaharibu. Kwa hivyo tuwe makini. Ni mfano kama tulivyotoa mfano wa kisu. Kisu unaweza kukitumia vizuri kikakufaidi. Na kwa bahati mbaya pia ukikitumia kwa bahati mbaya, ukikitumia vibaya pia, hicho kisu kinakukata. Unashangaa, unashindwa, leo jana nilikata kidole cha pete, leo nimekata kidole cha kati, leo nimekata kidole gumba, kwani nina mikosi gani? Mikosi mwenyewe. Wewe umeenda kuangalia, umetumia kwa njia ambayo haifai. Umekuja kulinganisha vitu vya social media na vitu za ndani ya nyumbani kwako. Na unang'ang'ania viwe hivyo. Umezungusha kitu, umevunja mguu wake. Je, kweli umefanya sawa? Hapana. Sasa pale ni gharama inatakiwa ya kurudisha ule mguu au si gharama? Haya, ukiletewa jiwe uambie kwa muda, kwa saizi mume wako amekwambia kwa vile mguu umeshauvunja wa kile kiti, tuchukue jiwe turekelee kitambo, tujue fundi tutampata wapi. Haya, ukiangalia jiwe tena ndio unazidi kupatwa na zile ghadhabu zaidi. Yaani mimi nilitafuta maisha kwenye mitandao, nimekuja nimebadilisha nyumba yangu, imekuwa mguu wa kitu umekuwa ni jiwe. Sasa mambo kama yale tunatakiwa tuwe makini. Subiria ni vipi tunatakiwa tufanye. Haya, turudi kwa upande wa Bibi Fatima. Haya, naye Imam Ali anamsifia Bibi Fatima kwa njia gani? Bibi Fatima naye anasema salamullahi alaiha, samahani kidogo. Aya, tuende kwake Imam Ali naye alayhi salam anasema, anamsifia yeye, amesema yeye hakuwahi kumuudhi, hakuwahi kumchukia, hadi yani alikaa naye kwa uzuri. Naye Bibi Fatima anasema nini? Imam Ali anamsifia Bibi Fatima, pamoja na mimi kuwa nilikuwa kwake hivi na yeye alikuwa kwangu mimi hivi,
wala aghdhabatni, wala hakuwahi kuniudhi, wala aswat li, hakwenda kinyume, yani na yale hakwenda kinyume na yale ambayo maagizo ambayo mimi nilikuwa nayo. Aha. Wala aswat li amran walaqad kuntu andhuru ilaiha. Hapa ndio nataka tukue tupazingatie zaidi. Walaqad kuntu andhuru ilaiha fatankashifu anni lahumumi walahzani. Yani, na hapa Imamu Ali anakwambia yeye hakuwahi kuniudhi wala hakuwahi kufanya nini, kwenda kinyume na maamrisho yangu. Na isitoshe alikuwa nikimwangalia ile hali ya huzuni ambayo niko nayo au hamu au ghadhabu, yani tusiseme ghadhabu manake wale ni maasumi, hawakutawaliwa na ghadhabu. Wao wametakaswa kutokana na madhambi, kutokana na kughafilika, kutokana na kusahau. Naam. Sasa yeye alikuwa anapata ule utulivu kwa kumwangalia tu anapatwa na ile. Sasa wewe utakuwa unamwangalia kama Bibi Fatima tu Zahra salamullahi alayhi, alikuwa akimwangalia kwa njia fulani, ndio sababu Imamu Ali alayhi salamu alikuwa analiwazika kutokana na yeye. Lakini si tunaangaliana kana kwamba ni mapolisi wawili wako ndani ya nyumba hapo, wamepatwa na hasira wote wawili. Na mambo mengine tunatakiwa kwa kweli sisi wenyewe ndio tuyatengeneze, kama vile tumesema tunatengeza nyumba zetu zinakuwa pepo za dunia. Naam, shukran sana Ustadha kuweza kuelezea mengi. Alhamdulillah, natumai leo tunabidi tumeachia hapa kulingana na muda. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Ustadha Muzna ndani ya studio zetu, anazidi kuelezea mengi, amekujuza mengi, na naamini umeweza kufahamu hapo ulipo, ima umeolewa ama hujaolewa ama upo katika ndoa, ni jukumu lako kuweza kufahamu misingi ya ndoa. Haya mazingatio ni kama misingi ya ndoa. Misingi ya ndoa yepi ambayo unafaa kuyazingatia ili kuhakikisha kwamba ndoa yako inazidi kuwa imara, kuhakikisha kwamba unakuwa na elimu zaidi kuhusiana na masuala ya ndoa, na inshallah ili ndoa zetu ziweze kuhifadhika. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.